Leo zama hii katika mtihani tunayo vijana ambao wengine hata bale kubwa hawajafika, wengine hata katika ilmu hajabaligh, kusudi umri wake kubwa lakini katika ilmu hajafika. Ilmu atasema mbaya, anasema huyu katika ilmu kabaligh, anaongea masala ambayo yeye kubwa kuliko yeye. Na unajua wakati anaongea huwa hajasomea, kasoma pande moja tu. Ni shida yake tunayo zama hii. Kufu amman qala la ilaha illa Allah, yote kutamka la ilaha illa Allah na nasali sala pamoja na sisi. Wewe Muislamu, mtume anasema man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana falahu ma lana wa alayhi ma alayna. Yeyote amesali sala zetu, sala tano tunasali, na ameelekea qibla yetu na amekula chinja yetu, mtume anasema Muislamu kama sisi. Sasa wewe usipague Uislamu. Kama unahisi watu fulani wamekosea sehemu fulani na wewe unaamini unayo ushahidi haki, fundishe kwa hikma na adabu, fikishie ujumbe. Usidai wewe ni kila kitu. Hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kibri ilikuwa ameangamiza Iblisi. Leo sisi Ahlus-Sunnah wal Jamaa salama tuangalie vizuri kitu. Mimi siongei kufurahia na uzilika, lakini tuombe Mungu atupe umoja na watu kupendana kwa ajili ya Allah, sio maslaha binafsi tu. Na shetani ni khabith kabisa na nakili sana, mpaka watu dini anafuata dini bale wanagawa Waislamu. Wewe unatumia dini dini moja, kitabu moja, Mtume Muhammad moja. Shida iko wapi? Shida shetani anagombanisha Waislamu. Maana Mungu anasema wala tattabi'u khutuwati shaitan, Waislamu usifate sio hati moja, ana brain zaidi ya moja. Khutuwat ni jamu, anakuja njia yote. Mwingine anakufuata kwa dini ama anakufuata unatetea dini, sawa. Kama tetea dini, ona Allah anaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tujadilu ahli kitab illa billati ahsan, usiongee kwa watu wa Kristo na Wayahudi isipokuwa neno mzuri mno. Wakristo wa Yahudi hao, Wayahudi wanasema Nabii Uzair mtoto wa Allah, na Wakristo wanasema Isa alayhi salam mtoto wa Allah, wal billah. Sababu ndugu yako Muislamu Ahlus-Sunnah wal Jamaa, kwani uongee naye kwa upole? Kama unaona hata amekosea, uwe shida yako huu aongoke au abotee. Kama yako aongoke, mfikishe kwa ujumbe hikma. Na masaili nyingine, masaili ya tawi katika Uislamu haina ushahidi, kama anasema ijtihad ulama, mwache. Tuko Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Haya nitokea au tariqa au si mawahabi, sio sema hivi. Haya mawahabi nyewe sio wanasema wanaye kundi ngapi? Sio 3 4. Na tariqa sio kuna ngapi? Tabligh sio na kundi wawili watatu. Tunaenda wapi ndugu Uislamu? Tunaenda wapi? Hii ambayo dini ataka Allah subhanahu wa ta'ala, hii ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha sisi, sio sahihi. Tumwombe Mungu, hasa naongea wa shekhe na nyinyi wafasi. Usikusanye haki kwa wewe na msimamo wako na watu wako tu, na wengine wote ni kwambia makhurafi wanaabudu kaburi. Hao ni watu wa Sunni, hao wanasema hao mawahabi. Haya Waislamu hapa imedhoofika Waislamu kwa hii jinga hii. Naam, iko ikhtilafu, na inawezekana upande wote sema iko kosa, lakini kurekebisha kosa namna hii, kurushana maneno, kutukanana, hii dini ya Allah. Jamani, naongea na nyinyi, hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio hivi. Taki watu mshoro ndugu yako kama sehemu fulani hajapatia, mpate yeye. Bani gangu ya mahaba ni tuangalie mimi na wewe mbe nasaha kimungu, sio nasimama social media الرد على الشيخ عثمان او الشيخ عبد القادر. يسوي نصاحه huyu. Imam Shafi anasema تعمدني بنصحك بانفراد فإن النصح في الجماعة بتوبيخ لا أرض استماعه. Utaka mimi nipe nasaha, usinipe nasaha mbele ya watu. Nipe nasaha mbele ya watu fadhiha, sio nasaha. Nifuate mimi pembeni. Sasa mimi Ahlus-Sunnah wal Jamaa wote watu awashikane pamoja, mambo khairi, kubaliane.
Na kama watu wengine wana taasub bwana wote mbili, tumache hao watu, usituangalie umoja wetu. Hii sio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumgombe Allah subhanahu wa ta'ala. Dini imeamrisha tushikane, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wakati yuko hai, anagawa katika vita, kapata dhahabu, kagawa kamba wazee fulani ambayo wanaongoza kabila yao, wengine kamba ziada, wengine kamba chache. Simama munafiki mmoja itwa Dhul Khuwaisira, unaweza kusema jina lake, kasimama kasema, ewe Mtume Muhammad, hii mgawa megawa, hujafanya udulifu, hujafanya kwa ajili ya Mungu, rudia. Islam nakuulizeni swali moja, mtu vitendo kafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema hii hujafanya udulifu, sio kufri? Ni kufru kabisa. Mtume akasema, ala ta'manunani wa ana aminu man fi sama, kama unaamini mimi kwa dhahabu hii, Allah ameamini mimi katika dini yake, mimi mtume wa mwisho. Kikasirika Umar batajazba radhiallahu anhu, kasema, Mtume Muhammad, nipe ruhusa huyu kafiri nimkate shingo. Kweli nitakayokata shingo kafiri murtad kabisa, unamtuhumu ulivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna dini hapa. Nasikiza Mtume akasemaje, la taqtulu ya Umar, usimuue huyu. Kwa nini? Watu nje wa adui yetu wanasema Muhammad yaqtulu ashaba, Muhammad anaua watu wake. Propaganda hii sitaki nje. Sasa mtu asema kapigana vita munafiki, pamoja munafiki ni kafiri, pamoja Waislamu, lakini Mtume kafanya naye vita. Unajua hao munafiki, Mungu asema, walau arainakum la ta'rifannahum bilahni alqawl fi surati Muhammad, kama utakazizi tutakuonesha hao kwa sura yao nini hao munafiki. Lakini Mungu kama wahi fulani munafiki hajasema, ameingia naye vita. Mpaka katika vita moja, wakati uko njiani, munafiki umekaa pembeni, wanamsengenya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba, wasema hao watu wetu sio watu wa vita, wanajua kula tu, wana kitambi tu, ni woga tu, au sio? Wanasema Mtume Muhammad na sahaba wako ndani wa jeshi wa Uislamu. Baka Mungu amshushia aya akamwambia hao wamesema nini, wala in sa'altahum yaquluna inma kunna nakhudhu wa nal'ab, kama utauliza kwa nini umetukana mimi na masahaba zangu, kama sisi tulikuwa tunafanya mzaha, tunacheza tu, tumechoka safarini, poteza muda tu. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, mwambia unafanya maskhara na istihza Mungu na Qur'ani yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum, hakuna mtu amekubali udhuri yenu, ni kuanzia leo mmeshakufuru nyinyi, na Mungu hajamsameha watu. Ushahidi katika hii kisa nimetoa, Mtume alikuwa pamoja munafiki kwa sahaba, alikuwa anakusanya masahaba. Mimi sikwambia watu wengine munafiki, lakini watu wengine hawajui dini. Kama wao wamekosea, wewe una ilmu, mfikishie wewe kwa usulubu na adab na hikma. Lakini tunaona social media unamvunja heshima mtu sheikh alim mkubwa kabisa, na inawezekana wewe hujaelewa vizuri maneno yake. Kijana mdogo anakuja kumradi sheikh mkubwa. Hii ni adabu ya Uislamu? Sio adabu ya Uislamu. Sasa wangu mimi vijana na watu social media, kila kitu inaleta fitna wa Uislamu, usisambaze. Nitoe ishaat, propaganda, kila kitu khair sambaza. Kama unasambaza kitu ya kugawa Waislamu, na wewe umeshiriki, na Mungu siku ya kiyama atakuuliza. Am abramu amra fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala rusuluna ladayhim yaktubun alam ya'lam bi anna Allah yara. Mungu juu kama anaona. Dini ya Allah Taala sio dini yangu wala yako, ya Allah. Na masala yote kata kujua wewe, muulize ulama, kae pamoja, kuhurumiane, kupendana. Unaweza kufikisha wewe ujumbe wako bila kutukana mtu. Na mimi naitwa Abdul Qadir, ndugu yangu Uthman ibn fulan, masala hii mimi naona Mungu amekila la khair, lakini mimi naona kwa msimamo wangu amekosea, Mungu amsamehe kwa hili hivi basi. Sidhani kama Sheikh Uthman atakasirika.
kama wewe lazima social media utokee, wakati kisheria haitakiwi hivi. Lakini wewe unaona kumtukana mtu, huyu mjinga, huyu jahili, huyu kwa anakusudia hivi. Mtihani sasa. Mimi nasaha wangu hata waogope Mungu. Uwe kujenga Waislamu, sio kubomoa Waislamu. Kila mmoja wetu kama nimesema awali hapa atakufa kusema mbele wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ufarakisha umma, unaudhoofisha umma. Masala khilafu ipo tangu zamani, lakini usilazimishe watu kwa msimamo wako. Vijana wadogo, kama huna ilmu usisambaze mambo kitu unagawa Waislamu, usisambaze. Waislamu, nasaha wangu msikie vizuri, na kila mmoja atasema mbele wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi naona yani umezidi watu ambao hawana hata nafasi kuwa talib ilmu, wanaongea masala ambayo mkubwa kuliko wao. Inawezekana amesoma kitabu moja, Sheikh moja haja kajua hii dini yote, kumbe sehemu nyingine ni tofauti. Ninatoa mfano moja. Mfano Qur'ani, Allah katika Qur'ani anasema wakafiri siku kiyama hawezi kumficha Mungu siri yote, wa siri yote watakubali. Yani kila kitu wataweka wazi. Maana siku kiyama inaitwa yawma tubla sarair, siku ambayo kitu siri inakuja hadharani. Aya inasema sura An'am, wala kumtaja kafiri hao. Sura An'am Nisa, wala yaktumuna Allah haditha. Kafiri siku kiyama hawezi kumficha Mungu maneno yote, watakiri, watakubali. Kama chukua aya hii basi wakafiri siku kiyama kitu chochote watakubali, hawezi kuficha, sawa. Lakini bora aya nyingine inaona kama wanaficha. Katika sura An'am wanasema kafiri, wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Wallahi mola wetu sisi hajawahi kukushirikisha wewe. Hao umeficha au umekubali? Sheikh, umeficha basi, wala tumna Allah hadithu bil kadhab. Aingesema jana min nadhir, hakuna mtu amekuja kunabihisha. Aya ngapi ambayo wanakataa? Sasa kama uchukua aya moja, hadithi moja, kauli moja, shekhe ni shekhe ameongea mada hii mukhtasar, yeye ametoa rai yake, au unaona muda haitoshi, lakini sio maana yake ni hii kila kitu, lazima utafute sehemu nyingine. Sasa maneno ya Mungu itagongana, ndugu zangu? Hasha wakalla, maneno ya Mungu hawezi kugongana. Sasa aya inasema wakafiri wataficha, na nyingine anasema hawezi kuficha. Tutumishe vipi? Kwa aya suratu Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, siku tunafunga mdomo wao. Ilikuwa mdomo anakataa, hii ndio anasema kweli, mkono na mguu. Sasa wala Allah haditha, hawezi kafiri kumficha Mungu kweli, watakiri maana yake mkono na mguu. Wanasema wallahi rabbina ma kunna mushrikin, Mungu sisi hatuwahi kufanya wao kushirikisha. Wanakataa, ni mdomo ilikuwa. Baada kufunga hii inaongea, inagongana wapi? Hata ngozi inaongea. Waqala lijuludi lima shahidtum alaina. Mfano katika Qur'ani yuko mingi sana, mimi muda fupi, lakini nakusudia watu waogope Mungu. Watu kama huu jumuishi Uislamu, ukusanye Waislamu, usifarikishe Waislamu. Waislamu takiwa wasome dini yao ili hawajue kauli hii nini, kauli nini. Ni masala khilafu ipo na itabaki, itakuwa kabla yetu itabaki, lakini kuheshimiana, kuhurumiana, kufikishana ujumbe kwa hikma hii ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ameamrisha, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idha al hasana. Ana nabii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa in aqabtum fa'aqibu mithla ma 'uqibtum bih ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ما يمكرون. ونقصد الله تعالى kwa kafiri hapa aya hii. Kama na wengine ndugu zetu wanajazba, tuvumiliane, tuvumilia wengine, mwombe dua Allah ambe hidayah, lakini sio kugawa Waislamu. Waislamu kitu moja, Ahlusunna wal Jamaa. Mimi nasaha wangu na watu wa social media, nimerudia zaidi ya mara ngapi, gobeeni Mungu, uwe wewe usiwe wewe, sehemu ya kugawa umma hii. Uwe wewe kama Mtume katika hadithi anasema miftaha lilkhair, uwe kufungua khairi na kufuli ya kufunga shari. Wallahu a'lam.